Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa hivi kumekuwepo na ripoti za vifo vya wanajeshi wa Marekani katika kambi mbalimbali za kijeshi huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na ni kutokana na mashambulizi ya makombora pamoja na droni kutoka nchini Irani ambayo yamekuwa yakielekezwa katika kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika nchi za eneo la Ghuba. Unaweza ukajiuliza kwa nini wanajeshi wa Marekani wanakufa kwa hivi sasa? Nikwambie mtazamaji, katika mashambulizi ambayo yanafanyika kwa hivi sasa, Irani inatumia kiasi kikubwa sana cha droni zake, na kama tunavyofahamu, Irani ni moja kati ya taifa ambalo limewekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye teknolojia ya kuzalisha droni za kivita. Droni ambazo kwanza zina nguvu, zinaweza kubeba mabomu mengi kwa wakati mmoja na yenye kilo nyingi, lakini pia zina uwezo wa kufikia ile target halisi bila kukosea. Ndio maana vifo vya wanajeshi wa Marekani vinaripotiwa kwa hivi sasa. Siku ya hapo jana, Marekani iliripoti kwamba wanajeshi wake wawili walifariki dunia baada ya droni kugonga huko katika kambi ya kijeshi nchini Jordan. Lakini leo hii ripoti imeeleza kwamba mwanajeshi mwingine wa tatu amefariki dunia huko nchini Iraq kwenye kushughulikia droni ya Irani iliyodondoshwa. Sasa wakati akienda kushughulikia droni iliyodondoshwa, baada ya kufika hapo ndipo droni hiyo ilikuwa na kilipuzi ndani yake, ikalipuka na baadaye kusababisha kifo cha mwanajeshi huyo wa tatu. Unaweza ukajiuliza kwa nini wanajeshi wa Marekani wanakufa? Kuna sababu 4 kuu zinazopelekea sasa hivi wanajeshi wa Marekani kufariki dunia. Kwanza ni mashambulizi ya makombora na droni za Iran. Irani imetumia makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani, yani drone, kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Mfano ni shambulio la Muwafaq Salti Air Base nchini Jordan ambako wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa hapo hapo. Lakini sababu ya pili ni Marekani ina wanajeshi katika maeneo yaliyo karibu na uwanja wa vita. Marekani yenyewe ina vituo vya kijeshi katika nchi mbalimbali za eneo hilo kama Jordan, Iraki, Kuwaiti na maeneo mengine. Hivyo wanajeshi wake wako ndani ya eneo linaloweza kufikiwa na mashambulizi ya Irani au makundi yanayounga mkono Irani, wakiwemo Wahuthi. Lakini sababu ya tatu ni vita ya kulipiza kisasi. Baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya Iran, Tehran na washirika wake wamekuwa wakijibu kwa kushambulia vituo vya Marekani. Na viongozi wa Irani wamesema kwamba wao watalipa kisasi kutokana na vifo ambavyo vimetokea huko kusini mwa Iran, na wamesema kwamba kila damu iliyomwagika basi itapata haki kwa kisasi ambacho kitakacholipwa. Ndio maana Irani inazidisha mashambulizi yake pale ambapo imekuwa ikijibu mashambulizi ya Marekani. Sasa leo Marekani imewatambua wanajeshi wawili ambao waliuawa huko nchini Jordan, ambapo hapo jana Marekani haikuweza kuwatambua moja kwa moja. Kwenye picha unayotazama hapa mtazamaji, ndio hao wanajeshi wawili waliotambuliwa ambao walifariki katika kambi ya kijeshi huko nchini Jordan. Wa kwanza ni huyo mwanaume wa kushoto, ni Lieutenant Tyler James Fehan mwenye umri wa miaka 25, na huyo wa kulia wa kike ni bwana mdogo sana, ni askari Isabella Gonzalez mwenye umri wa miaka 19, ambao wao waliuawa kufuatia shambulio lililotokea Ijumaa katika kituo cha jeshi cha anga cha Muwafaq Salti nchini Jordan. Vilevile siku hiyo hiyo ya jana hapo nchini Jordan, wanajeshi wengine wa Marekani kama 4 hivi walijeruhiwa vibaya sana, na ambao wengine walilazimika kuhamishwa kwa ndege na kulazwa hospitali nchini Jordan, lakini baadaye waliruhusiwa kurejea kazini kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM. Sasa huu ndio uhalisia wa kile ambacho kinatokea huko Mashariki ya Kati. Wanajeshi wa Marekani wapo kwenye targeti ya hali ya juu, lakini usalama wao ni mdogo kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakivurumishwa wakati wowote kuelekea katika maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Kuna mengi mtazamaji ya kuyafahamu, ni kuombe tu uendelee kuwa nasi wakati wote hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.